Niendelee na paragrafu ya Mheshimiwa Waziri. Alizungumza suala la kero za Muungano. Paragrafu 28 naona zilikuwa 22, bado ilikuwa 25, 22 tayari, bado 3. Lakini kwa maoni yangu hizo 3 ndio wazee wa kero, na hatuwezi kuwa na muungano huu tukiwa na kero za miaka mingi sana. Zitazaa mgogoro, na mgogoro hatari katika umoja. Kuna hii ambayo amesema waziri, suala la mapato, mgawanyo waliokuwa hisa za bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki. Hii kuanzia 65 mwenyekiti mpaka leo ni zaidi ya miaka 60. Sisi Zanzibar nchi tuna uchumi mdogo. Tungetegemea mapato haya yangetusaidia sana kuendesha bajeti ya serikali, lakini miaka 60 hisa mapato kwa kweli inasikitisha, na nadhani hili linahitaji tuambiwe serikali ina mpango gani. Maana hii lugha ambayo aliyotumia waziri mimi si ya mwanzo kuisikia, kwamba bado tunaendelea na tumo mbioni tutakamilisha. Hii si ya mwanzo kumsikia waziri Masauni. Kuna mawaziri wengine wa muungano lugha hii nimeweza kuisikia. Sasa nahisi hili sisi wa Zanzibar linatuumiza kiuchumi. Jambo jingine ni lile ambalo nimshukuru sana baba wa taifa Mwalimu Nyerere, alituongoza kwa muda wa miaka 21. Mwaka wa 20 kabla ya kung'atuka katika katiba alifanya usia, kwa maana ya kwamba alianzisha kifungu cha katiba cha kugawana mapato ya muungano, mfuko pamoja, akaunti ya pamoja ya muungano, mwaka 1984. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ni mwaka 42. Serikali zilizofuata zimeshindwa kutekeleza hili. Sasa baba taifa tunahitaji kumwenzi kwa vitendo. Alikuwa na nia njema mzee, kwa sababu wanajua mambo ya fedha, mambo ya mapato katika umoja yana mitihani yake. Ndio maana akaanzisha kikatiba ndani ya katiba ya muungano kifungu hichi, ili wanapoacha madaraka wanaofuata waweze kutekeleza. Twende na muungano wetu. Kuna taarifa Mheshimiwa Said Ali. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge anazungumzia mambo yanayohusu makato na fedha. Anasema miaka 41 serikali imeshindwa kupeleka fedha. Lakini ni vizuri angetueleza miaka ya awamu ya ngapi, mwaka fulani hazikwenda, mwaka fulani hazikwenda, mwaka fulani hazikwenda. Anapozungumza kwa ujumla hivyo anaweza kuwa anapotosha mapato halisi yanayokwenda kule, kwa sababu hana uhakika na hayo mapato. Mheshimiwa Said Ali, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, sipokei. Ninachosema, mzee wetu alianzisha kikatiba kifungu cha kuanzisha akaunti ya pamoja ya mapato tokea mwaka 84. Leo ni mwaka 2026, miaka 42. Kifungu hichi hakijatekelezwa. Ndicho ninachozungumza, na hili ni jambo ambalo sisi Zanzibar tuna imani, tuna dhana, tuna maoni kwamba tunakosa mapato mengi ya kuendesha nchi. Kwa hivyo nashukuru Mheshimiwa Waziri amesema swala hili linatekelezwa. Lini? Tusubiri tena miaka mingapi mengine? Bado serikali inaendelea kuzungumza. Nina hakika mwakani Mheshimiwa Waziri atakuja na maelezo kama haya. Kwa hivyo mimi naomba maelezo ya Mheshimiwa Waziri kwa mwaka huu wa fedha, masuala haya yanayohusu mapato ya Zanzibar amekusudia kuyatekeleza lini na kwa kiasi gani cha fedha. Atuambie shilingi ngapi za kifedha amezitenga katika bajeti hii, hili swala limalize Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu linatuathiri sana kwa maslahi ya upande wa pili wa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Said Ali. Kwa hiyo hujaunga mkono hoja?
Sijaunga mkono mpaka nisikie majibu ya Mheshimiwa Waziri. Ungeunga mkono alafu ungepata majibu mazuri.